Mtakatifu na Bwana awe nanyi. Leo tunaadhimisha Dominika ya tatu ya Pasaka, na katika Dominika ya leo tunafundishwa kwamba Mungu anatembea nasi katika maisha yetu ya kila siku. Mungu anaandamana nasi katika maisha ya shida. Mungu anatembea nasi katika yote ambayo tunayafanya. Mara nyingi tunakosa kutambua uwepo wa Mungu katika maisha yetu, hata katika dhiki ama mahangaiko, wakati ambao tunaona kwamba tuko peke yetu. Kuna huyu rafiki yetu Yesu ambaye aka kando yetu ama nyuma yetu, anatushika mkono, anatufundisha na anatuelimisha. Na wakati ambao tunamwalika Yesu katika maisha yetu, anatufunulia maandiko matakatifu, anatuondolea shaka, mahangaiko, tunakuwa na matumaini katika maisha. Na ndio tunaona kipindi hiki cha Pasaka, tunaona kuwa katika maisha mapya, tunaondolewa ovu, tuna mahangaiko, tunapatiwa matumaini, tunapatiwa furaha. Yesu mfufuka ndiye huyo ambaye anatuondolea mashaka yote. Lakini hebu tujiulize, ni mara ngapi tunasahau kuona uwepo wa Mungu katika maisha yetu? Katika Dominika ya kwanza tuliona huyu Maria Magdalena alitembea katika kaburini na hakuweza kumtambua Yesu, akidhania kwamba ni mmoja wao wanaotunza bustani. Hivyo tunaona Petro anavua samaki na Yesu anakuja na mtambuhi, anadhania ni mmoja wa wale wavuvi, watu ambao wanatembea kando ya bahari. Na leo tunaona hao wanafunzi wawili, Kleofa na mwenzake, wanakosa kumtambua Yesu safari yao ya kwenda kule Emau. Hii ni dhihirisho ya kwamba kama tuko waangalifu, kosa kugundua uwepo wa Mungu katika maisha yetu, tunaweza kosa kuona uwepo wake katika familia, katika maisha ya ndoa. Usisahau Mungu mmoja nawe anakuja na anatembea na wewe katika safari yako. Somo letu la kwanza linatoka kutoka Matendo ya Mitume sura ya 14 aya 22 hadi 28, na tunaona kwamba Petro pamoja na mitume wale wengine 11 wanahubiri watu wa Judea na watu wa Yerusalemu, na wanaanza kuhakikishia kwamba yule Yesu waliomtesa, waliomuua, amefufuka kutoka kwa wafu. Anadhihirisha ya kwamba hayuko bado katika kaburi, lakini amefufuka. Kwa hivyo ni habari njema anayofundisha watu ya kwamba Yesu amefufuka katika wafu na anatumia ujasiri wote. Hebu tujiulize basi, ni mara ngapi ambao sisi tunakuwa na huo ujasiri wa kufundisha watu mambo mazuri? Ni mara ngapi wewe unakuwa na ujasiri wa kufundisha watu maadili? Unakuwa bora wa kuigwa na watu katika maisha ya ndoa, maisha ya sala, ama katika maadili yako, katika tabia zako. Tunapaswa kuwa na ujasiri kama huyu wa Petro, kusema ya kweli, ndio watu waweze kujua Yesu ni nani katika maisha yetu, waweze kujua maisha mazuri ya ndoa yanapaswa kuwa haji, wajue ni maisha gani ambao unapaswa kuyaishi, maisha ya ukweli, tabia nzuri, enendo mema ya kuigwa na watu. Hakuna maana ya kuficha. Petro hakuficha na alisema wasiwasi. Mara ngapi wewe uko na uoga wa kusema yale mambo mazuri ambao watu wanapaswa kuyajua? Ni kuwa mwalimu wa kuigwa na watu, ama kila mara unafundisha yale mambo ambayo sio mazuri. Somo letu la pili linatoka waraka wa kwanza Mtume Petro kwa watu wote sura ya kwanza aya 17 hadi 20. Na hapa tunaona ni hekima ya Petro ya kiroho, ambapo anakuhusu mpango wa Mungu kwetu sisi. Yeye ametukomboa sisi, na ndio sababu anatuambia kwamba tumekombolewa, sio kwa vitu vinavyoharibika, sio kwa fedha wala dhahabu, lakini tumekombolewa na damu ya mwana kondoo asiye na waha, asiyo na hila. Sisi ni taifa teule, sisi tumenyakuliwa na tumekombolewa na damu ya Kristo. Lakini ni mara ngapi ambao tunamweka Mungu sawa vile ambavyo tuko nazo? Unashindwa kujua ukubwa wa Mungu katika maisha. Unakosa kwenda kanisani kwa sababu unatafuta pesa.
Unakosa pia kumwabudu kwa sababu kuna pesa. Unapaswa hata unashindwa kuheshimu nyumba ya Mungu kwa sababu kuna magari. Unashindwa wewe mwenyewe sali kwa sababu unadhania kwamba kila kitu uko nacho. Kwa hivyo kuwa na vitu sio shida. Kwa hivyo ni mara ngapi sisi wenyewe tunatumia ama tunalinganisha Mungu na zile vitu ambavyo tuko navyo? Mungu hawezi kulinganishwa na chochote, na yeye ndiye ametukomboa na damu yake. Kwa hivyo tusiweze kudharau Mungu, nyumba yake, ama katika yale maisha mazuri ambayo anatupatia. Tusisahau ni yeye amekubariki jinsi ulivyo, akakupatia nguvu uko nayo, hiyo familia uko nayo, hizo pesa ambazo. Kwa hivyo usilinganisha Mungu na dhahabu. Yeye hawezi kulinganishwa na kitu chochote, na hivyo sisi ambao ametukomboa hatuwezi kulinganishwa na chochote. Na katika injili yetu ya leo inatoka mwinjili Luka sura ya 24 aya ya 13 hadi 35, na ni ile safari ya hao wanafunzi wa Yesu wakielekea kule Emau. Tunajua Emau ilikuwa kama maili 7 kutoka kule Yerusalemu, na ni tukio 13 Yesu akidhihirisha kwa wanafunzi wake. Na kama tunavyojua, hao wanafunzi wawili walikuwa wanaelekea kule Emau. Wakiwa katika safari, mgeni akatembea na wao, macho yao yalikuwa yamefungwa, hawangeweza kumfahamu, lakini walikuwa wanashinda huyu mgeni, kwani ni mgeni haji kiasi kwamba haiwezi kujua yale matukio ambayo yanatendeka kule Yerusalemu, jinsi huyu Yesu alivyoteswa na akauliwa na akafufuka. Kwa hivyo Yesu hajijifanya kama hajui haya maandiko, lakini kama macho yao yalikuwa yamefungwa kiasi, wakati ambao alikuwa anawafundisha maandiko hawakutambua jinsi alivyokuwa anawaelimisha, hangeweza kupata, lakini walikuja kumtambua wakati alimega mkate na wao. Hivyo macho yao yakafunguka, wakakimbia, wakaenda kuambia wale wanafunzi wengine kule Yerusalemu. Kuna mambo mengi tunaweza kusoma katika tukio la Emau. Jambo, Yesu ako tayari kutembea na sisi. Katika maisha yetu mara nyingi tunakuwa na mahangaiko, shaka, hofu, tunakuwa na shida, lakini tunasahau ya uwepo wa Mungu katika maisha yetu. Tunasahau kwamba anatembea na sisi katika kila hatua. Hata kama uko mgonjwa, usisahau kwamba huyu Yesu anatembea na wewe katika mahangaiko. Wakati ambao umekata tamaa katika maisha ya ndoa, umekata tamaa mahusiano yako na watu, usisahau ya kwamba Yesu anatembea na wewe kila wakati. Lakini cha umuhimu ni jambo la pili, yeye hawezi kujilazimisha katika maisha yetu. Yesu hawezi kujilazimisha katika familia yako, hawezi kujilazimisha katika ndoa yako, hawezi kujilazimisha kukuponyesha, hawezi kujilazimisha katika hali yoyote ya maisha yako. Ni wewe uweze kupatia nafasi aweze kuingia katika maisha yako na atembee na wewe. Hao wanafunzi hawakujilazimisha kwao, lakini wakati walimwalika ndio hapo waliweza kutembea, na mwisho akala chakula na wao. Na jambo la tatu ni kwamba Yesu tukitembea na yeye anafungua macho yetu, anatufanya tuwe na furaha. Hao wanafunzi wa Yesu baada ya kutembea na yeye, mwishoni aliweza kufungua macho yao. Sisi tunaomba tufunguliwe macho ya imani, tufunguliwe macho ya matendo mema, tufunguliwe macho ya utu, tufunguliwe ndoa zetu ziweze kuwa nzuri, tufunguliwe katika familia zetu kuweze kuwa na amani, tufunguliwe milango yote ya. Lakini hii itawezekana kama tutatembea na Yesu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Labda kama hawa wanafunzi wa Yesu hawangemwalika, labda macho yao yangefunguka, lakini kwa sababu walitembea na yeye mpaka mwisho, ndio hapo waliweza kufunguliwa macho yao, na hivyo wakawa na furaha. Tukitembea na yeye anatufungulia maisha mapya, na tunakuwa na furaha na matumaini. Na lile lingine ni kwamba katika kutembea na yeye anatupatia matumaini. Kwa nini anatupatia matumaini? Kwa sababu kama vile alifanya kwa wanafunzi, aliwafundisha mambo mawili muhimu. Jambo la kwanza, akawafunulia maandiko, na hivyo mkate na wao.
Kwa hivyo ya liturujia la neno na liturujia la Ekaristi. Kwa hivyo katika neno waliweza kumjua katika akili zao, na hivyo na neno lake, na hivyo hivyo katika kumega mkate, liturujia la Ekaristi akawashibisha na mkate. Yesu Kristo anafungua mawazo yetu, anatulisha na neno lake, na hivyo hivyo anatulisha na mkate wake. Kwa hivyo ni ishara ya ile Ekaristi tunaosherehekea kila Dominika, kwamba tunafundishwa neno la Mungu katika liturujia neno, alafu tunashibishwa katika liturujia ya Ekaristi. Yesu anatulisha mwili na roho, katika akili zetu anatuelimisha, na hivyo tunashiba. La mwisho ni kwamba sisi na hii safari ni safari ambayo imeanzishwa na Yesu Kristo mwenyewe, na Yesu ndiyo hiyo njia na ndiyo hiyo safari. Kama tunamwalika katika maisha yetu, anatuwezesha tutembee na yeye, kwa sababu yeye ndiyo hiyo safari na ndiyo hiyo njia ambayo tunaitafuta. Tukiwa na yeye hakuna siku moja, tukiwa na yeye moja tutahangaika. Ndugu zangu, tumwalike Yesu Kristo katika maisha yetu. Ndiyo hiyo safari ambayo tunaitafuta, safari ya imani, safari ya matumaini, safari ya upendo, safari ya kusamehana, safari katika maisha ya ndoa, safari katika kazi zetu. Tukimwalika katika maisha yetu na tumfuate, hakuna siku moja. Ndugu zangu, tumwalike Yesu katika maisha yetu, na yeye, na hatutaweza kuhangaika ama kupotea hata mara moja. Tumsifu Yesu Kristo. Tuombe. Baba mwema, tunakushukuru kwa mema mengi ambayo unatujalia katika maisha yetu. Tunakuomba uweze kutembea nasi kila mara, tuweze kufungua macho yetu, kutambue katika kusikiza neno wako, na hivyo hivyo uweze kushibishwa na mkate unaotoka kwako. Kuwa nasi ili tuweze kuwa mashahidi wa imani, na hivyo hivyo matumaini yetu iweze kuwa kwako. Natuomba hayo kwa njia ya Kristo na Bwana wetu. Na Bwana awe nanyi, na wabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Mtakatifu. Na watakia Dominika njema ya